tuzungumzie hatua ambazo Zanzibar imepiga katika swala zima la ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu hususan wanawake. Umepiga hatua kiasi gani? Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kazi kubwa imefanya. Kwa sababu kwanza tukiangalia kwamba masuala ya watu wenye ulemavu tokea mwaka 1983 viongozi wetu walisimamia masuala ya watu wenye ulemavu kimataifa na kuona jinsi gani wenzetu wanavyofanya. Lakini mwaka 1985 kuna umoja wa watu wenye ulemavu ulianzishwa Zanzibar. Lengo ni kuwakusanya wanawake na wanaume wenye ulemavu aina zote na kuweza kupaza sauti zao, kuweza wananchi au raia kwa ujumla na familia kujua kwamba watu wenye ulemavu wapo na wana mahitaji maalum. Kwa hiyo ukiangalia tokea miaka hiyo mpaka mwaka huu tunaozungumza 2025 kuna hatua kubwa ambazo zimefikia. Kwa mfano, tukizungumza swala maalum kwa wanawake wenye ulemavu. Wanawake wenye ulemavu katika mwaka 1988 na wao waliona umuhimu kwanza kuwa na jumuiya yao kama wanawake wenye ulemavu, kwa sababu kama tukiangalia ni mwanamke lakini pia ana mahitaji maalum. Na kutokana na kwamba mwanamke ana mahitaji maalum, ina maana kuna vitu ambavyo na yeye anahitaji katika nyanja tofauti za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Na kuna hatua kubwa kwa kweli, kwa sababu wanawake wameweza kupata sauti zao, wanawake wameweza kushirikishwa katika sekta mbalimbali ndani ya serikali lakini pia katika taasisi binafsi. Na kwa mfano 2022 Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar amemteua naibu katibu mkuu kwa mara ya kwanza mwenye ulemavu ambaye ni mwanamke katika wizara inayoshughulikia masuala ya ustawi wa jamii, wazee na watoto. Lakini baada ya muda naibu katibu mkuu huyo akawa pia ni naibu katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii na sasa amekuwa katibu mkuu. Kwa hiyo ile peke yake ni ujumuishwaji, kuonyesha kwamba watu wenye ulemavu wanaweza na serikali inaangalia jinsi gani ya kujumuisha wanawake wenye ulemavu. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwa historia ya Zanzibar hasa kwenye uongozi, kwenye masuala ya uongozi. Lakini pia ukiangalia katika masuala ya maamuzi katika vyombo vya kutunga sheria, Zanzibar tuna Baraza la Wawakilishi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna bunge. Kuna wanawake wenye ulemavu wameingia kwa nafasi zao kama wanawake kutokana na nafasi zao za ulemavu. Kuna kwamba wanawake nao wanahitaji kupaza sauti zao. Na sio tu chama tawala, hata vyama vingine pia nao wanawake wameweza kujitokeza katika masuala ya kisiasa. Katika baraza letu la wawakilishi kuna wanawake wenye ulemavu, kuna mwanamke ambaye ana ulemavu wa viungo, lakini pia kuna mwanamke ambaye ana ulemavu wa uziwi. Na tayari mwanamke yule ameweza kusimamia masuala ya ulemavu, haki zao, vipi wanawake wanaweza kuingia katika masuala mbalimbali, lakini pia waweza kupatiwa wasaidizi, waweze kuwasaidia ili kuweza kurahisisha katika masuala yao ya majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo pia ni hatua kubwa. Hapo mwanzo mwanamke mwenye ulemavu, uzoefu tulikuwa tunao, unakwenda kama mwenyewe unajisimamia, lakini sasa hivi kutokana na mahitaji na kuweza kuelewa umekuwa mpana zaidi kwamba mwanamke akiwa kiongozi, mwanamke si kiongozi lakini ana mahitaji. Lakini pia utaona kwamba vyombo vyetu vya habari vimepiga hatua. Tunashirikiana nao kwa ukaribu zaidi na anazungumza haki za watu wenye ulemavu bila kuwasahau wanawake wenye ulemavu. Na katika vyombo vya habari kuna wakalimani wa lugha za alama. Wakalimani wa lugha za alama, kwa hiyo wanapata zile taarifa za kila siku masuala ambayo yanaendelea kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Lugha ya alama inasomeshwa kila pahali. Wanawake wenye ulemavu na ulemavu na wanawake wote na wananchi wote wanahamasishwa waweze kujifunza lugha ya alama ili waweze kuwasiliana na watu wenye ulemavu wakiwemo wanawake katika mahitaji yake. Sasa je, kwenye swala zima la elimu, kwa sababu hii ndio imekuwa changamoto kubwa kwa watu wenye ulemavu, miundombinu ya kuwawezesha kupata elimu ama elimu maalum kutokana na ulemavu wao, hili limefikia wapi? Kwanza nashukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuona umuhimu mkubwa wa kuendeleza masuala mazima ya ujumuishi wa wanawake na wanaume wenye ulemavu na watoto wenye ulemavu na katika miundombinu ya elimu. Kwa mfano,
Sasa hivi serikali yetu imejenga skuli. Hizo skuli ambazo zinaelezewa kuhusu skuli zimejengwa kwa ajili kurahisisha masuala ya kielimu, lakini kuna skuli maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu wakiwemo wanawake. Kwa hiyo na ni skuli ambazo zina miundombinu ambayo wanaweza wakatumia. Lakini hizi skuli ziko Unguja na Pemba. Katika wilaya zote za Unguja na Pemba kuna skuli ambazo, hata hizo ambazo tunasema kwamba hizi sio special kwa watu walemavu, lakini bado ukienda hizi skuli bado zina huduma zote. Miundombinu yake iko rafiki kwa watu wenye ulemavu. Elimu mjumuisho Zanzibar imeanza miaka mingi ili kuona kwamba jinsi gani wana watu wenye ulemavu aina zote wakiwemo katika watoto katika ngazi ya primary wanaandikishwa katika shule za msingi kabisa. Wakati wa andikishaji kuhakikisha kwamba watoto wanaandikishwa, kuna skuli ambazo kuna skuli maalum. Tunasema kuna mjumuisho, lakini kuna wengine wanahitaji kuwekewa madarasa maalum ndani ya hizo skuli mjumuisho. Kwa mfano wenye ulemavu wa akili wana madarasa maalum ambayo kutokana na uwezo wao wa elimu wanaweza kupatiwa taaluma. Kwa hiyo serikali yetu imepiga hatua kubwa katika masuala ya elimu. Lakini sio elimu hiyo tu, mpaka vyuo vikuu. Utaona tunavyo vyuo vikuu ambavyo watu wenye ulemavu wapo na wanachukua nafasi nzuri tu. Kwa hiyo utaona kwamba upande wa elimu tumepiga hatua kwa sababu miundombinu ipo. 2018 tumekuwa na mwongozo maalum wa miundombinu. Huu mwongozo umetengenezwa, tumeshirikiana na taasisi mbalimbali na wizara mbalimbali ambazo wizara yetu inashughulikia masuala ya miundombinu ili kuona kwamba kuna mahitaji maalum. Kwa mfano unapojenga jengo lako, unatakiwa jengo lako liwe la aina gani? Jengo lako liwe lina lifti, unaweza kupanda mpaka juu, lakini pia kuna utelezi, yani ramp kwa Kiswahili tunasema utelezi, ili mtu mwenye ulemavu aweze kufikia. Kuna vyoo maalum. Kwa hiyo sasa hivi hata maofisi unapokwenda, mtu mwenye ulemavu katika masuala ya ajira anaajiriwa, lakini kuna miundombinu rafiki imewekwa na bado tunaendelea kuhamasisha kwamba hii miundombinu iwekwe.